Naam, Korea Kaskazini ya mtaalam Kim Jong-un au tumezoea kumuita mjomba kiduku wameapa kumlinda Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Captain Ibrahim Traore, hii ni baada ya majaribio mengi ya kutaka kumuua Ibrahim Traore lakini yameshindikana. Ashukuriwe Mungu kwa sababu Urusi wako pale. Na Urusi na Korea Kaskazini kama mnavyojua kuwa hawa ni watu ambao wana ushirikiano mzuri. Kwa hiyo Ibrahim Traore kumekuwa na majaribio mengi na mpaka sasa tunavyoongea nafikiri zaidi ya 22 ambayo ya kutaka kumuua Ibrahim Traore. Hata juzi hapa tunakumbuka the way au kitu alichokiongea Traore alisema kuwa kuna watu wanafanya majaribio, wana conduct hizo mission upande wa Laguni. Kama tunavyojua Laguni ni upande wa Ivory Coast, ni kisiwa kidogo hivi kama kisehemu cha kibahari hivi, lakini ndiko huko waliko, kwa sababu ni kama kuna bandari lakini bandari ndogo hapo Laguni hapo Ivory Coast. Na ukumbuke, usisahau kuwa Burkina Faso ni landlocked country ambayo yenyewe haitegemei bandari ya maji. Kwa hiyo inategemea labda kutoka bandari za Ivory Coast, Ghana na maeneo mengine kama Togo na maeneo hayo. Kwa hiyo akasema kuwa wamewaspoti watu kikundi huku ambacho kinataka kuwavamia, kwa sababu amekwepa majaribio mengi ya kuuawa mwamba Ibrahim Traore, kwa sababu ndivyo ambavyo ilivyo wanavyofanya watu wa magharibi, hususan pale unapokuja wewe kiongozi ambaye hautafuata matakwa yao kwa maslahi yao. Kwa sababu viongozi wengi wa Afrika wameshikwa masikio, na wameshikwa masikio kwa sababu viongozi hawa hawaipendi Afrika. Wanawapenda wageni zaidi kuliko kuipenda Afrika. Kwa ndio maana hasa wale wanakuja huku kuendeleza mambo yao ya kishetani au mambo yao ya kishenzi huku Afrika, na viongozi wa Afrika wanawafeva na kuendelea kuwaweka wa Afrika kwenye minyororo ya hawa watu. Hii ni kwa sababu gani? Au inatokea kwa nini? Kwa sababu wakuta hawa viongozi wa Afrika wamewekeza huko kwenye mataifa yao huko magharibi. Mataifa ya magharibi wana mabiashara makubwa, wana majengo makubwa, wana manyumba makubwa huko wamejenga, wana miji mikubwa, wana account ambazo wameiba pesa huko Afrika, na pesa za walipa kodi huko wameziiba, wamezificha huko. Alafu kwa sasa manake akiamua kuenda nje na watasizi kule akaunti zake. Kwa ndio maana sasa, ili Mwafrika awe Mwafrika halisi ambaye sisi tunamtegemea kuwa huyu kweli ataweza kututoa sisi wa Afrika mahali tulipo, ni lazima huyu Mwafrika awe ni mtu mwenye upendo na bara la Afrika, ambaye ninaweza kusema ambaye hana akaunti hata moja uko nje ya nchi. Ndio huyu anaweza katusaidia sisi wa Afrika. Ni mfano sasa wa Ibrahim Traore. Na tujaribu kujiuliza, ukijaribu kujiuliza hivi, rais wa Marekani ana akaunti kweli huko Afrika kwenye taifa lolote? Yani kuwa ameweka huku pesa zake, yani ameiba Marekani, amekuja kuwekeza Afrika, yani ameficha fedha zake Afrika? Au rais wa China tuseme pale alipo Xi Jinping, yani anaiba pesa China, anakuja kuzificha Afrika. Okay, ukiachilia mbali hilo, yani tuseme rais wa Marekani anaiba pesa Marekani aende akazifiche China, au rais wa China aibe pesa China aende akazifiche labda huko Thailand labda. Ni vitu ambavyo havipo. Kwa ni viongozi ambao tunao namna hiyo, wa staili hiyo, ambayo wanaiba pesa Afrika wanaenda kuficha huko Ulaya. Kwa ili sasa kwa Ibrahim Traore haliko hivyo. Naenda kwenye akaunti za huko nje, ukuti jina la Ibrahim Traore kwenye akaunti eti ameiba pesa Burkina Faso, ameenda kuficha huko nje. Kwa hiyo ndio maana sasa, kwa sababu hiyo wanashindwa kumcontrol, hawana chochote, hawana lolote la kumcontrol, ndio maana sasa unaona wanatafuta kumuua. Sasa Kim Jong-un ameapa kuwa atamlinda Ibrahim Traore. Na hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu kumbuka, Ibrahim Traore alipovunja mahusiano na watu wa magharibi, akaamua kutafuta washirika wengine, kwa sababu kwa bahati mbaya sana watu wa magharibi huwa wanatupangia ni nani uwe rafiki naye na ni nani uwe na uadui naye, kwa sababu maadui zao wanataka na wewe pia uwe ni adui yake, hata kama wewe mnafaa kuwa marafiki kwa sababu nyinyi labda mnaendana. Lakini maadamu tu una ushirikiano na watu wa magharibi, watu wa magharibi ndio wanaokuendesha na ndio waliokuweka, kwa sababu
Kuna kitabu fulani niwahi kukisoma kinaitwa White Supremacy. Kuna kipengele kimoja wanasema kuwa pamoja na kuwa tunaacha chaguzi Afrika zifanyike, lakini haimaanishi kuwa Waafrika wako huru. Sisi ndio tunaoratibu hizo chaguzi na kuwapa pesa, na tunawachagulia ni nani wa kumuweka kwa ajili ya kulinda maslahi ya kwetu sisi ambao ni wazungu. Kwa ndicho wanachokifanya. Hizi chaguzi zote za Afrika zinaingiliwa. Na ndio maana ikitokea kiongozi akasema hizi pesa za uchaguzi hatutaki nyinyi mtupe, tutatumia pesa zetu wenyewe, watamlazimisha kwa vyovyote vile, na akikataa wanaweza hata wakamuua. Sasa unashangaa, mimi sitaki pesa yako, unanilazimishia ya nini? Nikikataa kwa nini unataka kuniua? Ni kwa sababu wanataka kukukontrol. Kwa sababu kishachukua pesa yao tayari wako tayari kukukontrol. Ni kanuni hiyo ipo hata kwenye Biblia. Kitabu cha Mithali kinasema tajiri umtawala masikini, na akopae ni mtumwa wa wakopeshaye. Kwa hiyo ndio maana kwa wao wanajua hiyo kuwa lazima nikupe pesa ili niwe mkubwa kwako, niendelee mimi kukuambia ni nini cha kufanya. Kwa hiyo wanatupangia mpaka marafiki, ni marafiki gani wa kuwa nao, ni marafiki gani wa kwenda nao. Kwa hiyo ndio maana unaona, kwa sababu Korea Kaskazini wameiwekea vikwazo, kwa sababu Urusi hawana mahusiano nayo mazuri, kwa sababu Irani hawana mahusiano nayo mazuri, kwa sababu China hawana mahusiano nayo mazuri, ndio watakuambia na wewe hawa ni maadui, hatutaki uende nao. Okay, mtu mwingine anaweza akasema labda huyu anaongea ni nini? Mtakumbuka wakati watu wa magharibi wamemwekea vikwazo Urusi juzi hapa kwenye hivi vita vya Urusi na Ukraine. Mtakumbuka mwanamama mmoja na ambaye yeye ni mwakilishi wa Marekani katika Baraza la Umoja wa Mataifa, nafikiri Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, anaitwa Linda Thomas Greenfield. Huyu mwanamama alisafiri mpaka Uganda kwenda kumwambia Yoweri Kaguta Museveni kuwa vitu vinavyotakiwa au unavyoruhusiwa kufanya na Urusi, unaruhusiwa kununua chakula, sijui na vitu gani, lakini wamwambia mafuta usinunue, wala sijui vitu gani usinunue. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kukutengeneza wewe kuwa adui yao ni adui yako wewe. Ndio maana yake. Kwa hiyo sasa ukumbuke sasa, haya mataifa yote niliyoyataja ni maadui, ni mahasimu wa mataifa ya magharibi. Kwa ndio maana sasa hawa wakataka kufanya nini? Wakataka na yenyewe, na Burkina Faso na yenyewe ilikuwa inafanyika hivyo. Sasa baada ya Ibrahim Traore kupindua serikali au kupindua nchi ya Burkina Faso, na yeye kuingia pale na kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na mataifa ya magharibi, hususan Ufaransa, na pia kuondoa mikataba ya ovyo na kufutilia mbali mikataba yote na Ufaransa, ndipo hapo akawa yupo huru sasa kuanza kugeukia mataifa mengine. Na taifa mojawapo aliloligeukia ilikuwa ni Korea Kaskazini, ambapo Korea Kaskazini waliondoaga ubalozi wao miaka 30 iliyopita nyuma, ndio wakaurudisha sasa kwa mara nyingine kwenye utawala wa mwamba Ibrahim Traore. Kwa sababu Korea Kaskazini, ukiangalia China, ukiangalia Urusi, ukiangalia Irani, ukiangalia Uturuki, ukiangalia Venezuela, haya ni mataifa ambayo yana faida sana kwa Burkina Faso, kwa sababu ya kukosekana kwa usalama ndani ya taifa la Burkina Faso. Ni mataifa ambayo yanasaidia sana operation za Ibrahim Traore katika kupambana na magaidi. Okay, nikiongea hivi na maanisha nini? Kwa sababu Burkina Faso 40% ya ardhi ilikuwa mikononi mwa magaidi. Alafu tunaposema ardhi, sio ardhi tu, ni ardhi mahali ambako kuna rasilimali, kuna migodi, ndiko ambako wamechukua hawa terrorist ambao hujui pesa wanazipata wapi. Wana silaha za kisasa kuliko jeshi la nchi, lakini wanajishughulisha pia na uchimbaji wa madini kama vile dhahabu. Wana migodi mikubwa, wao ndo wanamiliki hao magaidi. Hizi dhahabu wakichimba na wanazipeleka wapi kama sio mataifa ya magharibi ambayo yanasaidia haya makundi ya kigaidi kuyafadhili? Na wakati wanayafadhili haya makundi ya kigaidi, matokeo yake wanabeba dhahabu wanaondoka nayo. Kwa baada ya Ibrahim Traore sasa kuingia, akawa amerudisha migodi mitatu kutoka kwa hawa magaidi. Lakini migodi aliyoirudisha, ukumbuke, ni baada ya kuwa sasa ameanza kushirikiana na haya mataifa na kufanya nayo biashara ya silaha. Kwa sababu wakati wako chini ya Ufaransa, Faransa alikuwa haruhusu Burkina Faso kununua silaha mahali popote. Ndio tunakumbuka sasa, maana walinunua hizi drones za Bayktari kutokea Uturuki,
Bayraktar TB2 ambapo walinunua kutokea Uturuki, na hizi drones zina uwezo wa kuona umbali wa kilomita 10,000, lakini pia ni drones ambazo zina mabomu, zimefungiwa kabisa na mabomu kabisa. Kwa ina uwezo wa kuona, sio tu kuona, na kushambulia pia vile vile. Haya ni mambo ambayo watu wa magharibi walikuwa hawataki, kwa sababu ili kuwe na umuhimu wa kambi za kijeshi za Ufaransa ndani ya Burkina Faso au West Africa, ilikuwa ni lazima makundi ya kigaidi yawepo. Sasa kama serikali itaweza kuyadhibiti makundi ya kigaidi, kutakuwa hakuna haja ya kambi za jeshi la Ufaransa ndani ya taifa la Burkina Faso. Na hawa Wafaransa makambi yao yanafanya nini huku? Tabana Traore aliwaambia Wafaransa kuwa mnang'ang'ania kuweka kambi zenu za kijeshi huku, mna uhusiano mzuri na Marekani. Mbona mpeleki kambi zenu za kijeshi Marekani? Mbona mpeleki kambi zenu za kijeshi huko Canada na maeneo mengine? Kwa nini huku? Ni kwa sababu tuna utajiri ardhini. Ndio maana Ibrahim Traore alikuwa anawaambia wanatuita sisi ni masikini, tukiwaambia ondokeni hawataki. Tukaja kugundua ni kwa sababu tuna utajiri ardhini. Kwa ndio maana sasa unaona Kim Jong-un ameapa kumlinda kwa hali na mali Ibrahim Traore, na kulinda taifa la Burkina Faso kwa hali na mali, ili wahuni wasije wakamuua huyu Ibrahim Traore. Kwa sababu sasa unajua huyu sera zake ni kama za hawa miamba, kwa sababu Traore sio muumini wa demokrasia, na anasema hatuhitaji demokrasia, we don't need democracy, we need revolution. Na tupo kwenye revolution, hatutaki demokrasia, tunataka mapinduzi, mapinduzi ya kiuchumi, mapinduzi ya kisiasa, mapinduzi ya viwanda, mapinduzi ya maendeleo, sio demokrasia. Kwa sababu hakuna mahali popote katika mataifa ya Afrika ambapo ukasema eti wana demokrasia na demokrasia ilifanya kazi. Hakuna. Vitu vya namna hiyo Afrika havipogo. Demokrasia ni mfumo wa unyonyaji ambao manyang'au waliuleta Afrika ili waendelee kutugawa. Hatuwezi kuja pamoja kwenye demokrasia. Hawa watasema ni chama A, au watasema ni chama B, na utaona chama A na chama B wanaingiza chuki mpaka wanaanza kuuana. Bado mzungu amefaulu kwenye swala la demokrasia. Divide and conquer bado ya mzungu hiyo. Sio mifumo yetu sisi. Mifumo yetu sisi ni Ubuntu. I am because we are. Lazima tuje pamoja kuhakikisha Afrika inasimama, na sio masuala ya demokrasia. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tunawashukuru.